wanasema kuwa watu wenye damu grupu O ni universal donors, yaani wanatoa damu kwa kila mtu. Lakini ukiachana na huo karimu wao wa damu, hawa watu wana tabia fulani hivi za kipekee ambazo ukizichunguza unaweza ukaishia kucheka au kushangaa. Leo tutaangalia mambo manne ya kushangaza kuhusu watu wenye damu grupu O. Twende sawa. Jambo la kwanza, kusalimia ndugu imekuwa shida. Yaani hawa jamaa, swala la kusalimia ndugu kwao ni tatizo kubwa sana. Sio kwamba wana roho mbaya au hawapendi hao ndugu zao, hapana. Hawana roho mbaya na wanawapenda sana tu ndugu zao, lakini ni vile tu hawaoni umuhimu wa kupiga simu na kuuliza hali kila mara. Yaani ukweli mchungu ni huu hapa, mtu mwenye damu grupu O anaweza kabisa kuwa hana hata namba ya shangazi yake wa damu. Yaani ule shangazi yake inawezekana kuwa namba yake pia hana, na ukimwambia kwamba mpigie shangazi yako msalimie, atakuangalia halafu atakujibu, kwani kuna shida yoyote imetokea? Yaani hawa watu kwao mawasiliano lazima yawe na sababu ya msingi, na hii kitu ni cha kushangaza sana. Jambo la pili la kushangaza kuhusiana na watu wenye damu grupu O basi ni kwamba wanatamani sana mahusiano, lakini wakiyapata sasa huwa wanachoka hapo hapo. Yaani hii ndio kitu ambayo inashangaza sana kuhusiana na hawa watu wenye damu grupu O. Yaani mtu anajisikia mpweke sana, anakuwa anatamani kuwa na mpenzi, lakini akipata tu mahusiano mwanzo anafurahia sana, lakini baada ya muda kidogo anaanza kuona kama ni kero. Ile kuwa anapigiwa simu nyingi, anaulizwa kama amekula au anaendeleaje, kwake yeye inaanza kuwa kero na anaanza kuhisi kama anabanwa uhuru wake. Mwisho wa siku anaanza kumisi yale maisha yake ya usingo. Anaweza akakaa na akaanza kufikiria, akajambia kuwa nilikuwa fresh tu peke yangu, lakini sasa hivi sina tena uhuru. Kwa hiyo watu wa damu wa grupu O wanapenda sana mapenzi, wanapenda sana mahusiano, lakini wanapenda zaidi uhuru wao. Jambo la tatu la kushangaza kuhusiana na watu wenye damu grupu O ni kwamba wana kiburi na dharau kiasi. Yaani watu wa grupu O wana kausha fulani hivi, wana ile kujiamini ambayo mara nyingi wengine wanatafsiri kama kiburi au dharau. Hawapendi kujipendekeza, na ikitokea kitu kisipowavutia hawana muda wa kuzungusha maneno, watakwambia ukweli hapo hapo bila kuficha. Kwao huu ni msimamo, lakini kwa wengine inaonekana kama dharau au kiburi kiasi. Na jambo la mwisho la kushangaza kuhusiana na watu wenye damu grupu O basi huwa wana namba nyingi sana za simu, lakini wanapigia watu wachache sana. Ukichukua simu ya mtu mwenye damu grupu O unaweza kukuta ana namba zaidi ya 500 zimehifadhiwa, lakini ukifungua kwenye historia ya watu wa mwisho kuwapigia basi utakuta ni watu wale wale tu, 2 au 3. Hata kama ana kifurushi cha dakika 1000 cha mwezi mzima, basi namba nyingine zitabaki kama mapambo tu, hawasiliani nazo kabisa. Hawana tabia ya kupiga simu bila sababu maalum. Na haya ndiyo mambo manne ya kushangaza kuhusiana na watu wenye damu grupu O. Sasa niambie ukweli, hizi tabia umejiona au kuna mtu unamjua mwenye hizi sifa? Niambie hapo chini kwenye comment. Na kama wewe ni grupu O, acha comment kabisa hapo, useme ukweli wako. Je, hizi unazo tabia au hauna? Na kama umeenjoy hii video basi usisahau kulike, share na kusubscribe. Tukutane kwenye video inayofuata. Asante sana.